Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka Watanzania kuacha kuwaficha watu wenye ulemavu majumbani, akisisitiza kuwa hatua hiyo inakwamisha juhudi za serikali za kuwafikia na kuwapatia stahiki na huduma wanazostahili. Dr. Mwigulu ametoa kauli hiyo hii leo Februari 19 mwaka 2026 wakati akiendelea na ziara yake mkoani Kilimanjaro kufuatia malalamiko aliyoyapokea kutoka kwa mama mwenye mtoto wa miaka 24 anayeishi na ulemavu ambaye kwa muda mrefu amelazimika kuishi maisha ya kulala kitandani. Mama huyo ameelezea masikitiko yake kuhusu zoezi la ukusanyaji wa taarifa za watu wenye ulemavu, akidai limekuwa likifanyika mara kwa mara bila matokeo yanayoonekana. Amedai kuwa kila mwaka amekuwa akitoa taarifa za mwanae kwa matumaini ya kupata msaada, lakini hajawahi kupata mrejesho wala kunufaika na huduma anazotarajia. Akijibu malalamiko hayo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesisitiza kuwa serikali haitavumilia uzembe katika kushughulikia masuala ya watu wenye ulemavu nchini. Ameagiza maafisa ustawi wa jamii kuhakikisha wanakusanya takwimu sahihi, hususa za watu wasiojiweza na wanaoishi katika mazingira magumu, ili waweze kuwafikia moja kwa moja na serikali kuwajibika. Katika kuonesha kuguswa na hali ya familia hiyo, Dr. Mwigulu amemkabidhi mama huyo shilingi milioni 2 kama msaada wa dharura na kuahidi kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa maelekezo aliyoyatoa. Mila kwangu nina kero kuhusu watoto walemavu. Kwa kweli, Waziri Mkuu, kuna watoto walemavu ambao sisi wazazi tunaye. Hata kwa mfano mimi ninayo mtoto mlemavu, na si mtoto, ni kijana wa miaka 24 na ni mtoto pia. Sasa unakuta kuna wataalamu wanaokuja wanasema andikeni majina ya watoto walemavu yaleteni, mwaka hadi mwaka mpaka miaka 10. Kuna wale walemavu ambao wanaweza kuongea, wana upeo wa ufahamu, wanaweza hata kushika, hata kutafuna. Lakini kuna wale walemavu ambao tangia kuzaliwa wako kama yule mtoto aliyezaliwa analala kitandani, kukojoa hapo, kujisaidia hapo, kulishwa unamlisha kama yule mtoto ambaye amezaliwa wa miezi 5. Kwa hiyo sasa basi, wale ambao wana upeo kidogo wanapata shule, wanapata msaada, lakini wale wetu wako kwenye kitanda, hatuna msaada wa aina yoyote. Kwa kweli, Waziri Mkuu, naomba uangalie hilo. Kwa kweli hata mimi mwenyewe nimechoka, naombeni msaada kutoka kwenu. Asante Waziri Mkuu. Asante mama, umeongea jambo kubwa, na mimi ndo balozi wa watu wenye ulemavu. Kwanza katibu, mtafutie hata milioni 2 ya kuimsaidie kwanza kwenye kushughulikia hilo jambo. Jambo hili lina changamoto kwa sababu katika baadhi ya jamii kumekuwepo na utaratibu wa kuwaficha watu wenye ulemavu. Wanaficha watoto wenye ulemavu. Ndio maana tumekuwa na shida kwenye masuala ya utekelezaji. Lakini kuanzia sasa nitoe rai kwa jamii yetu ya Kitanzania, tusifiche watu wenye matatizo haya ya ulemavu. Lakini baada ya hapo, maafisa maendeleo ya jamii, nitaongea na Mheshimiwa Waziri wa sekta anayehusika ili tupate sensa na categories, aina ya watu kama mama ambavyo amelielezea vizuri sana hapa, ili tuweze kuona tunafanya nini. Tuna sera mbalimbali za kushughulikia masuala ya aina haya, ili tuweze kutoa tamko la serikali kuhusu watu ambao wako katika level hii ya mwisho ya hali ya kutokuweza kujitegemea. Kwa hiyo nimepokea, lakini tunaongea na Mheshimiwa Waziri wa sekta. Mheshimiwa Waziri wa sekta, nadhani unasikiliza, waelekeze maafisa maendeleo ya jamii kwenye kila wilaya wapate status za watu wetu wenye uhitaji wa aina hii. Wapo ambao tumewaingiza ambao wanaweza kujitegemea. Tumewaingiza kwenye 2% zile za asilimia, kwenye ile 442
ambao tumeona katika baadhi ya maeneo wanafanya vizuri kuwawezesha waweze kujitegemea. Waziri Mkuu amesisitiza kuwa jamii inapaswa kushirikiana na serikali kwa kutoa taarifa sahihi na kutowaficha watu wenye ulemavu ili haki na ustawi wao ulindwe na kuimarishwa. Nikikuhabarisha habari ya Sauti Yetu Online TV, jina langu ni Idi Mashaka Abdallah.